Kwa majina naitwa Barnabas Venus Mtumbuka, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Nguvu Mpya, lakini pia ndio mwenyekiti wa wenyeviti jimbo la Ukonga. Mtaa wangu ni mtaa wa Nguvu Mpya kama ambavyo nimesema. Masuala ambayo nataka kuzungumza na nyinyi kama watu wa habari ni masuala ya umeme kwenye mtaa wangu. Nashukuru Mungu, namshukuru sana Mheshimiwa Rais ukishirikiana na mbunge na mheshimiwa wetu diwani ndugu yetu Ujambe Didas Masaburi kwa kazi kubwa ambazo anazifanya akishirikiana na kamati ya maendeleo ya kata. Swala la umeme kwenye mtaa wangu, umeme upo wa kutosha. Ingawaje pale mwanzoni palikuwa na changamoto ya umeme kuwa na nguvu ndogo kwenye baadhi ya maeneo, lakini tulivyoliingiza kwenye kamati ya maendeleo ya kata likafanywa kazi na likaja likafungwa generator kubwa. Lakini nje tuna generator kubwa kupitia wataalamu wetu wa umeme walikuja kuongeza nyaya kwa maana ya 3 phase katika karibuni kila maeneo ya kwenye mtaa wangu. Kwa hiyo imetengeneza urahisi wa watu kuchukua umeme na kuingiza kwenye majumba yao. Kwa hiyo kwa ujumla changamoto sasa ya ule umeme kuwa mdogo imekwisha kabisa kwenye mtaa wangu. Ila changamoto iliyokuwepo ni ukatikaji wa umeme bila ya kuzingatia utaratibu. Yaani unaweza ukakaa umeme ukakatika dakika 2 ukarudi. Ukakaa tena ukakatika dakika 5 ukarudi. Ukakatika, yani ukatikaji wa namna hiyo. Sasa hiyo hali inawaletea hadha kubwa sana wananchi, lakini pia inawaletea uharibifu wa vitu vyao kama vile friji, feni na vitu vingine ambavyo vinatumia umeme kwa wakati huo, wakati umeme umewashwa. Lakini pale ambapo panakuaga na marekebisho makubwa huwa wanatoa taarifa. Wanapotoa taarifa, na sisi kwa nafasi yetu kama viongozi huwa tunawapa taarifa wananchi kupitia magrupu tuliokuwa nayo kwenye mitaa yetu. Lakini pale ambapo umeme unakatika bila taarifa yoyote, inatuletea hadha sana sisi wenye viti kutoa majawabu ya moja kwa moja kwa wananchi kwa nini umeme umekatika na taarifa hakuna. Kwa hiyo moja ya hadha kama nilivyosema, uharibifu wa mali za watu. Lakini la pili, wajasiriamali wadogo wadogo ambao ndo 85% au 95 kwenye mtaa wangu wapo wanayeuza ice cream, wanauza barafu, wanauza juisi, wanachomelea, wako saluni pamoja na maeneo mengine mengi. Inawaletea shida sana kufanya miradi ya maendeleo kwa ile siku. Kwa hiyo tuombe tu watu waliopewa mamlaka husika. Tunajua wakati mwingine miundombinu, pengine umeme unaweza ikatokea tatizo la emergency, lakini ni vizuri kuhakikisha kwamba tunatoa taarifa kwa wakati ili huduma inapoendelea kutolewa au matengenezo yanayofanyika kila mwananchi aweze kujua. Lakini tunapata pia shida. Hata wewe mwandishi unaweza ukaniambia umeme umekatika pap, ndani ya dakika 1 umeme umerudi. Unaweza ukajiuliza swali, pale palikuwa na matengenezo mahali, palikuwa na kitu gani kwa huo muda mchache? Kwa hiyo kidogo inaleta sintofahamu. Ila ninaamini kwa jitihada kubwa za Mheshimiwa Waziri wa Nishati na wataalamu wetu waliokuwepo wanajaribu kufanya marekebisho. Tunajua maeneo mengine miundombinu kidogo ni duni, lakini wafanye marekebisho ili adha hii ya umeme iweze kuondoka. Jitihada za Mheshimiwa Rais zimeshafanyika kwa kiasi kikubwa kupitia bwawa la Mwalimu Nyerere, umeme sasa upo. Kwa hiyo sisi kama watendaji, haya mambo madogo madogo ambayo kidogo yanaiharibia taifa letu kuwa na sifa, tunaweza tukayaondoa na mambo yakawa yameenda kuwa vizuri zaidi. Na mimi ninaamini baada ya muda fulani tatizo la umeme litakuwa limeisha kabisa, hususan jiji la Dar es Salaam, lakini pia nchi mzima kwa ujumla wake. Huku kwetu miundombinu ipo mingi. Tunapozungumzia miundombinu maana yake ndani yake kuna shule, kuna hospitali, lakini hasa mwananchi wa mtaa Nguvu Mpya ukimwambia miundombinu, yeye atastiki hasa kwenye barabara. Tuna changamoto sana miundombinu ya barabara hasa mvua inapokuwa inanyesha. Na kupitia mvua nyingi zilizonyesha, miundombinu yetu kidogo ilileta shida. Maeneo mengine watoto wanashindwa kwenda shule kwa sababu vipo vipande vingine vya barabara ambao watoto wanazitumia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Zinahitaji madaraja, sio makaravati. Yaani ni kipande kidogo pengine kama cha kilomita 1 hivi au mita kama 100 kama sio 200, panahitaji daraja la kwenda juu. Na ndo wanafunzi wengi sana wanatoka huko kuvuka kuja kwangu ambako miundombinu ya shule ipo. Kwa hiyo mvua inaponyesha maana yake tayari tunawatenganisha. Watu wanafunzi tena hawaendi, maana yake inabidi wasitishwe mpaka hapo maji atakapokuwa yamefanya nini, yametulia. Tumeiomba serikali, ingawaje tunajua maendeleo ni mchakato, nadhani michakato inafanyika, daraja itakuja, lakini tunasisitiza kwamba watusaidie kwa haraka ili mradi zile huduma
ziweze kupitika kila wakati na watoto wetu waweze kwenda shule. Sasa miundombinu ya barabara, kwa kweli mtaa wangu ni miongoni mwa mitaa mingine iliyokuwepo katika jiji letu la Dar es Salaam, miundombinu imeharibika. Lakini nimshukuru sana sana Mheshimiwa Rais kupitia watumishi wake, lakini nimshukuru kipekee pia Mheshimiwa Waziri wetu Jerry William Silaa na ambaye ndo mbunge wetu wa jimbo la Ukonga, pamoja na Mheshimiwa Diwani kwa kulitambua hilo wameweza kutusaidia kutatua miundombinu ya barabara kwenye maeneo yetu.